Ikiwa leo ni Jumanne ya Oktoba 2 mwaka huu 2025, mtazamaji wa Uhondo TV, karibu ni kupitisha katika vichwa vya habari vya magazeti ya leo. Nikianza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, Kanisa Katoliki latoa msimamo. Habari hii undani zaidi utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Sokomoko usafiri wa mwendokasi, RC yashuhudia abiria wakidandia madirishani, aamuru mabasi mapya ya Mbagala Posta kuhamishiwa Mbezi Posta. Habari hii undani zaidi utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Samia ajipanga upya na tembo wavamizi, Dayo hospitali na soko. Habari hii undani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Usiri ulivyo kichocheo ukatili wa kijinsia. Habari hii undani zaidi utaipata katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Joseph Kabila kutoka Rais DRC hadi hukumu ya kifo kwa uhaini. Habari hii undani zaidi utaipata katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Utitiri wa vituo vya mafuta unavyoacha kitendawili nchini. Habari hii undani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tukihamia katika gazeti la Mwananchi, Ruwaichi atangaza msimamo Katoliki, akemea wanaosambaza upotoshaji mitandaoni kwa maslahi yao binafsi, asisitiza kanisa halilumbani wala kushindana na serikali. Habari hii undani zaidi utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mwananchi. Mwendo kasi bado kero da. Habari hii undani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Mwananchi. Hukumu ya kifo kwa Rais Kabila yaibua mjadala. Habari hii undani zaidi utaipata katika ukurasa wa 17 wa gazeti hili la Mwananchi. Mambo 8 yatajwa kukabiliana na utapiamlo. Habari hii undani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwananchi. Wagombea ubunge udiwani mwelekeo mpya kuzisaka kura. Habari hii undani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Mwananchi. Tukihamia katika gazeti la Uhuru ukweli daima, Dr. Nchimbi ataja suluhu foleni za da. Habari hii undani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Dr. Samia avunja rekodi, atangaza kuwa serikali ipo katika hatua za mwisho za utekelezaji mradi wa kihistoria Lilanga na Mchuchuma. Habari hii undani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Wasira atoa neno kwa wapiga kura. Habari hii undani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Chauma tutaigeuza Morogoro kuwa ya viwanda. Habari hii undani zaidi utaipata katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Chanzo cha petroli diesel kushuka bei chatajwa. Habari hii undani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Mwinyi atangaza nafuu kuunganisha umeme Zanzibar. Habari hii undani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Tukihamia katika gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Samia tupige kura watuheshimu, ahimiza wananchi wasikubali kushawishiwa kuharibu amani. Habari hii undani zaidi utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Barabara za juu da kuongezwa, da kumaliza foleni. Habari hii undani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ruwaichi hatushindani na serikali. Habari hii undani zaidi utaipata katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Wasira ahimiza umoja, ahadharisha ubaguzi. Habari hii undani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tukihamia katika gazeti la Zanzibar Leo ukweli na uwazi, upinzani hauna uwezo kuongoza nchi, hayo yamesemwa na Dr. Mwinyi. Habari hii undani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Zanzibar Leo ukweli na uwazi. Mtembwe kuwa eneo la uzalishaji mazao ya viungo, hayo yamesemwa na Othman. Habari hii undani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Zanzibar Leo ukweli na uwazi. Shambulio la kujitoa muhanga la ua watu 10 Pakistan. Habari hii undani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Zanzibar Leo ukweli na uwazi. Wananchi waonesha imani na sera za vyama Zanzibar. Habari hii undani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Zanzibar Leo ukweli na uwazi. Serikali kushusha gharama za kuunga umeme nusu ya bei ya sasa. Habari hii undani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Zanzibar Leo ukweli na uwazi.
Tukiamia katika gazeti la Majira, Ruwaichi kanisa Katoliki halina ugomvi na serikali. Akanusha waraka wa semina ya walei Oktoba 29 mwaka huu 2025. Ataka waumini wawe makini kubaini vyanzo vya taarifa. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Wasira wataka wa Tanzania wasipige kura kwa ubaguzi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Othman nitairejeshea Zanzibar rasilimali zake. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Majira. Dr. Samia, tusishawishike kuivuruga amani ya nchi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Majira. Dr. Mwinyi ahidi vijana ajira za kudumu akishinda. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Majira. Dr. Nchimbi asisitiza mikopo ya 10% kuendelea kutolewa. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Majira. DRC, Kabila ahukumiwa kifo kwa kosa la usaliti. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili la Majira. Migogoro na uhamishaji, janga la kisiasa kibinadamu barani Afrika. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 11 wa gazeti hili la Majira. Na gazeti hili la Majira ndilo linatutamatishia vichwa vya habari vya magazeti ya siku ya leo. Hii ni Uhondo TV na mimi ni Nuru Mangi. Endelea kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari zaidi. Usisahau kusubscribe, like na kushare ili uwe kwanza kupata habari zetu.